Ujambo mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutan TV. Matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya popote pale ulipo, ukiendelea kufuata matangazo yetu kutoka barani Afrika Mashariki mwa nchi ya DRC, tuko jimboni Kivu ya Kusini. Sauti yangu hii inaipeperusha kutoka moja kwa moja huku kwenye tarafa la Fizi katika mji wa Baraka, na hii ni Tukutan TV. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV. Karibu siku ya leo ni kwende kukuonesha mtazamo kulingana na hali ya halisi ya madaraka katika viongozi walio wengi katika bara la Afrika ambao wanakwenda kujichukulia madaraka kwa kinguvu, huku wengine wao ambao walikwenda kuchaguliwa na raia walio wengi wakwenda kutumikisha madaraka hayo vibaya. Hii sio siri tena mpenzi mtazamaji, wa Afrika walio wengi hivi sasa wao ni tabu kuonesha uungaji wao mkono kwa tawala za kijeshi. Miaka miwili tu iliyopita, utafiti wa taasisi ya uchunguzi wa maoni ya umma ya Afrobarometer ilionyesha 53% ya Waafrika walikuwa tayari kuruhusu nchi zao ziwe chini ya tawala za kijeshi kama viongozi waliochaguliwa kidemokrasia watatumia madaraka yao vibaya. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, wanajeshi kwenye nchi zaidi ya 6 za Afrika wamechukua madaraka kinyume na katiba, na wengi wao walikaribishwa kwa mikono miwili na wananchi tangu Burkina Faso, Mali, Guinea, Gabon na hivi majuzi ni uko Madagascar, ambako tutakwenda kujielekeza moja kwa moja kuhusiana na hali ambayo ilikwenda kupitika katika nchi ya Madagascar. Mpenzi mtazamaji, Umoja wa Mataifa umetangaza kulaani vikali kile ulichokiita mabadiliko yasiyo ya kikatiba ya serikali nchini Madagascar. Ni baada ya jeshi la nchi hiyo kumuondoa madarakani Rais Andry Rajoelina ambaye amekuwa akitumiwa na wananchi kama mtawala wa kibaraka wa magharibi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa tamko rasmi akihimiza kurejeshwa kwa utawala wa kikatiba na kuheshimiwa kwa sheria za taifa hilo, kisiwa liloko bahari ya Hindi. Unasimama na wananchi. Mpenzi mtazamaji, Guterres alisisitiza kuwa Umoja wa Mataifa unasimama na wananchi wa Madagascar katika kulinda amani, demokrasia na haki za binadamu. Hata hivyo, tamko hilo limezua mjadala mkubwa ndani ya nje ya Afrika, huku baadhi ya wachambuzi na raia wa kawaida wakiuliza, iko wapi Umoja wa Mataifa ilipokuwa wananchi wa Madagascar wanateseka na rushwa, umaskini na ukandamizaji wa kisiasa nchini humo chini ya utawala wa Rajoelina? Mbona Umoja wa Mataifa haikuingilia kati kipindi chote hicho? Kwa miaka kadhaa, serikali ya Andry Rajoelina imekabiliwa na upinzani mkali wa ndani. Wananchi wamekuwa wakilalamika kuhusu rushwa, ukosefu wa ajira na utegemezi mkubwa wa kiuchumi kwa nchi za magharibi. Maandamano makubwa yalianza miezi kadhaa iliyopita yakilenga kupinga kile kilichoitwa udhibiti wa kiuchumi wa kigeni na usaliti wa maslahi ya kitaifa. Hata baada ya upinzani kuongezeka, ripoti zinasema kwamba serikali yake ilitumia nguvu dhidi ya waandamanaji, hatua iliyozidisha hasira za wananchi. Hatimaye jeshi likachukua hatua, likatangaza kuwa limechukua madaraka kwa muda ili kulinda taifa na kurejesha heshima ya wananchi huko Madagascar. Taarifa ya Umoja wa Mataifa imepokelewa kwa hasira na baadhi ya raia wakazi wengi wa Madagascar. Wengi wao wanaona hatua ya jeshi kama ukombozi wa kitaifa baada ya miaka ya utawala wa ufisadi. Usichokijua mpenzi mtazamaji ni kwamba nchini Madagascar, baada ya kiongozi au rais aliyokuwa madarakani ambaye alikwenda kuendesha madaraka hayo kwa ubavu na madaraka ya utawala udidekta, wanasema hivyo mpenzi mtazamaji, tukisema udidekta ni kwamba mtu anaongoza utawala katika hali isiyokuwa ya kuridhisha wananchi. Hivyo raia walikwenda kumiminika nchini Madagascar katika mabarabara kwenda kufanya maandamano ya kwenda kumfukuza rais huyo kutoka madarakani. Na hata hivyo wanajeshi wa nchi ya Madagascar wao pia walikwenda kuungana na raia ili kwenda kumuondoa madarakani rais aliyokuwa madarakani Andry Rajoelina. Katika mitandao ya kijamii ujumbe kama huu umeenea. Umoja wa Mataifa inapaswa kuja kurejesha utawala wao wenyewe. Iko wapi Umoja wa Mataifa wakati tulikuwa tunauawa mitaani na njaa? Aibu kwa Umoja wa Mataifa. Walikwenda kuzungumza raia waliokuwa wengi katika nchi ya Madagascar. Wachambuzi wa siasa za bara la Afrika wanasema hatua ya Umoja wa Mataifa kuipinga serikali ya kijeshi Madagascar ni sehemu ya mfumo wa kidiplomasia unaolinda maslahi ya mataifa yenye nguvu. Mtaalamu mmoja wa siasa kutoka Afrika Kusini, Profesa Banela Mtembo, alisema kwamba Umoja wa Mataifa mara nyingi haina msimamo uhuru, inazungumza kuhusu kidemokrasia wakati inajua baadhi ya viongozi wa Afrika wanachaguliwa na mfumo wa kifisadi unaoungwa mkono na mataifa magharibi. Wengine wamekumbusha matukio kama haya katika Niger,
Mali na nchi ya Burkina Faso, ambapo mapinduzi ya kijeshi yamekuwa yakitazamwa na wananchi kama hatua za kujinasua kutoka kwa utegemezi wa ukoloni wa kisiasa. Hata hivyo, kwa upande wa baraza la kijeshi la mpito nchini Madagascar, limetangaza kuwa litaongoza kwa muda wa miezi 12 kabla ya kuitisha uchaguzi mpya wa taifa. Msemaji wa jeshi alisema katika taarifa kwa vyombo vya habari, hatuko hapa kuendeleza utawala wa kijeshi, bali kuhakikisha taifa letu linaanza upya bila rushwa, bila vibaraka na kwa heshima ya wananchi wa Madagascar. Hadi sasa Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na Marekani wote wametoa matamko ya kuitaka Madagascar kurejea kwenye utawala wa kiraia. Lakini ndani ya bara la Afrika sauti mpya zimeibuka zikisema kwamba ni wakati sasa wa nchi za Kiafrika kujipanga upya bila kuongozwa na masharti ya nje. Mapinduzi ya kijeshi Madagascar yamezua masuala makubwa kuhusu mizani ya madaraka kati ya wananchi, taasisi za kimataifa na mataifa yenye ushawishi. Wakati Umoja wa Mataifa ukisisitiza demokrasia ya kikatiba, wananchi wa Madagascar wanasema kidemokrasia haiwezi kuwepo bila uhuru wa kiuchumi na haki ya kujitawala. Hali bado ni tete, mpenzi mtazamaji. Dunia mzima inasubiri kuona ikiwa jeshi litaheshimu ahadi ya kuandaa uchaguzi au kama taifa hilo litaingia kwenye kipindi kipya cha mapambano ndani ya mvutano wa kidiplomasia. Mpaka sasa watu wanajiuliza itaenda vipi zaidi sana nchi za Kiafrika. Tujadiliane kwa nini tawala za kijeshi zinashabikiwa barani Afrika. Ina maana raia walio wengi mpaka sasa wanapendelea bora kutawaliwa na tawala za kijeshi kuliko kwenda kutawaliwa na viongozi ambao wao wenyewe walikwenda kuwachagua kidemokrasia na wakawatumia madaraka yao vibaya. Asante sana mpenzi mtazamaji, yalikuwa ni maoni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko Madagascar. Mimi ni Dinamike Malembe wa Tiki TV. Karibu tujadili kwa moja kuhusiana na madaraka yaliyo mengi barani Afrika. Watu ambao wanakwenda kuchaguliwa kihuru na kidemokrasia, lakini wanakuwa ni watu ambao wanakwenda kuendesha madaraka vibaya katika uongozi wao. Asante sana na karibu. Thank you.